Mapinduzi. Mimi nashukuru Mungu kwa aliyotupa sala kwa ajili ya kutuunganisha sisi pamoja na Mungu kwa ajili ya kikao hichi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa wilaya, Mheshimiwa mbunge wetu, itifaki ikiwa imezingatiwa, niwakaribisha sana kwenye kata ya Moivo, hususan tawi la Elkiloret. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitegemea kuona mkutano mkubwa sana kupita huu, lakini Mama Samia, Selina, Dr. Lembolo, mitano mipya Dr. Lembolo, CCM, nani kama CCM? Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mmemwona daktari wa binadamu ndani na nje ya nchi. Piga kelele kwa daktari. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Noel Emmanuel Severe, karibu sana uongee na wanaMoivo. CCM oye! CCM oye! wanaMoivo hamjawahi kuliangusha. Hiyo sauti sio ya watu ambao tuko hapa. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Arumeru, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kata yetu ya Moivo, Mheshimiwa kuapishwa, Waheshimiwa viongozi wa kamati ya siasa ya wilaya, viongozi wote meza kuu, ndugu zangu wananchi wa Moivo, kwa nafasi zenu zote za uongozi nizitambue, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkutano huu ni wa kwako. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana kwenye kata ya Moivo, kwenye kitongoji cha Elkiloret kwa ajili ya kuja kuzungumza na wananchi wa kata ya Moivo, kuomba kura za Mheshimiwa mama yetu na mwenyekiti wetu wa CCM Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuomba kura kwa ajili ya mbunge wetu Daktari Johannes Lembo Lukumai, lakini pia na mimi mwenyewe kuja kujiombea kura kwa ajili ya kupata ridhaa ya kuendelea kuiongoza kata yetu ya Moivo kwa kipindi cha miaka 5 inayokuja. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, muda sio rafiki sana, na kwa kuwa mimi nimekuwa nikizungumza na wananchi wa Moivo mara kwa mara, na kama ulivyosikia maelezo ya utangulizi yaliyopita ya viongozi hapa, karibu wamemaliza kuzungumza yote. wanaMoivo ni mashahidi kwa kazi tulioifanya kwa kipindi cha miaka 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kwa asilimia 95. Na wananchi hawa unaowaona hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mashahidi kwa sababu tuliwasomea utekelezaji wa ilani ya mwaka 2025, na wao ni mashahidi kwa kazi ambazo tumezifanya, na ndio maana leo umeona mwitikio wao wa kuja kwenye mkutano huu, lakini pia umeona na umeshuhudia Mheshimiwa Mwenyekiti
kwamba wenzetu wa upande wa pili wameridhishwa na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, hatimaye wameamua kuvua gwanda na wameamua kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejitahidi kufanya mambo mengi. Si vizuri sana nikisema kwa ujumla wake, lakini kazi imefanyika. Nimejitahidi kwa kiasi cha uwezo wangu kufanya kile ambacho kilikuwa ndani ya uwezo wangu, na hatimaye leo tunazungumza hapa changamoto za Moivo ambazo ni ngumu kidogo, zilizobakia hazizidi 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, kilio kikubwa namba 1 na namba 2 na namba 3 ya wananchi wa kata ya Moivo ni barabara. Barabara ni changamoto ambayo inatuumiza sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimejitahidi kwa kipindi cha miaka 5 kupambana na swala la barabara. Lakini Waswahili wanasema sisi tunapanga lakini na Mungu anapanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tuko kwenye nafasi nzuri sana ya kutengeneza barabara zetu za kata nzima ya Moivo. Lakini kwa bahati mbaya, lakini pia kwa bahati nzuri, Mwenyezi Mungu alinipitishia mtihani ambao ulinifanya kidogo nikarudi nyuma kwenye kufuatilia utekelezaji wa changamoto ya barabara. Ila nimesimama hapa kuhakikishia wananchi wa kata ya Moivo, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima, tukafanikiwa kurudi katika hii nafasi tukiapishwa baada ya tarehe 29 Oktoba. Nataka niwaambie changamoto ya barabara, kama sio kuimaliza, basi tutatembea kifua mbele tukizungumza barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani yetu imebeba mambo mengi na imeshiba kabisa. Swala la sekta ya afya, kata ya Moivo tuko kwenye nafasi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna zahanati iko kwenye kata yetu ya Moivo. Wakati mimi naingia kwenye nafasi ilikuwa ni zahanati ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha miaka 5 nimeingia kwenye hii nafasi. Leo mama wa kata ya Moivo anaweza kujifungua katika zahanati yetu wamama wasiopungua 5 kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuja kwenye swala la elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shule ambayo ni bora, na sio bora kwa majengo tu, ni shule bora pamoja na elimu inayotolewa pale. Ukifika pale Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwaangalia wanafunzi, ukisikiliza wanavyoongea, unatamani ifike miaka 4 uone nini kitatoka pale kwa wale wanafunzi walioko. Kwa hiyo ni shule ambayo ni bora kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, na haina mashaka. Na kwa tetesi nilizopata kupitia mkuu wa shule, anasema maombi ni mengi, wazazi wameanza kuleta maombi ili walete watoto wao katika sekondari yetu ya kata. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya elimu tuko katika nafasi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Moivo tuna shida ya maji, tuna maji ya kutosha. Kuna baadhi ya maeneo machache sana ambayo hayahitaji nguvu nyingi, tunategemea kufanyia kazi katika kipindi hiki cha miaka 5 tukipewa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, natumia nafasi hii kuwaomba na kuwatoa wasiwasi wananchi wa kata ya Moivo kwamba msiwe na mashaka kabisa na mtoto wenu mimi, na mdogo wenu mimi, lakini rafiki yenu mimi. Nitakuwa bega kwa bega na nyie kama ambavyo nilikuwepo miaka 5 iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme Chama cha Mapinduzi kimefanya maamuzi yake, wameshasema viongozi waliopita. Kimetuletea Daktari Johannes Lembulung Lukmai ambaye ndiye atakwenda kuwa mbunge wetu ndani ya miaka 5 inayokuja. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Lembulung Lukmai atakuwa shahidi. Nilikuwa namwambia siku za nyuma kwamba natamani nifanye kazi na wewe kwa sababu moja kubwa. Ameshafanya kazi katika halmashauri mbalimbali. Anajua namna halmashauri zinavyoendeshwa, anajua namna ya kufanya mambo kwenye halmashauri yakaenda. Ni rahisi sana kufanya kazi na mtu ambaye ana experience na jambo ambalo anaenda kulifanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sina mashaka, sina wasiwasi, lakini pia nina furaha zaidi kwamba nakwenda kufanya kazi na mtu ambaye naamini atanipa ushirikiano wa 100% kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na kumaliza changamoto ambazo ziko kwenye kata yetu. CCM oye!
Mheshimiwa Mwenyekiti, simzungumzii Mama Samia, mmeshasema sana kama wilaya, lakini kwa ufupi sana niseme. Ndugu zangu wana Moivo, naomba tarehe 29 tujitokeze kwa wingi sana. Tujitokeze kwa wingi sana bila uoga, bila wasiwasi. Twende tukapige kura, tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nafasi ya urais, lakini tumpigie kura nyingi sana Daktari Johannes Lembulungu Lukumai kwa nafasi ya ubunge, lakini kwa nafasi ya udiwani mimi mtoto wenu, ndugu yenu, rafiki yenu, naomba mkanipe kura nyingi sana za ndio. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa muda sio rafiki na daktari ana mengi ya kutuambia, naomba nichukue nafasi hii kushukuru wewe, lakini kukukaribisha tena kwenye kata ya Moivo kuendelea na mapambano ya kukifanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola. CCM oye! Moye! Moivo tupungiane kidogo kama tunaonana. Wakati tutamchagua Selina, wananchi wa Moivo, msio wasahau waandishi wa habari, kijana